Marko mlango wa 11 ama mlango wa 11 mstari wa 2. Marko sema akawaambia, enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtamuona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni mkamlete. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu anapea hao mitume wawili assignment ya kufanya. Anawaambia, mkifika kwenye mji ule ambao unawakabili, mtampata mwanapunda amefungwa kwenye mlango wa kuingia kwenye mji. Zamani miji ilikuwa inatengenezwa ikiwa imezungushiwa ukuta na alafu kuna mlango wa kuingilia ndani yake. Kwa mfano, ukiangalia wakati ule wana wa Israeli walipoambiwa ya kwamba wauzunguke Yeriko. Yeriko ulikuwa umezungushiwa na ukuta, lakini pia kulikuwa na mlango wa kuingilia ndani yake. Sasa ili waingie Yeriko ilikuwa ni lazima ule ukuta uanguke. Kwa hivyo pointi yangu ni kwamba miji ya zamani ilikuwa inazungushiwa ukuta na inawekwa gate. Sasa yule punda, Yesu anawaambia mkifika kwenye kijiji kile ambacho mnakiangalia kinawakabili, mtampata mwanapunda amefungwa kwenye mlango wa kuingia kwenye mji. Wajua, kwenye mlango ni mahali ambapo pa kuingizia vitu na kutolea vitu. Mlango unatumika katika kuingia na kutoka. Kwa hivyo yule punda alipokuwa amefungwa kwenye ule mlango wa kuingilia mji, alikuwa anaona watu wanaingia na wengine wanatoka, lakini kwa sababu yeye mwenyewe yule punda alikuwa amefungwa mahali pamoja, hakuwa na uwezo wa kuingia wala kutoka. Kuna watu wa namna hiyo ambao sasa nataka ni waadresi kwa wakati kama huu na wapate kufunguliwa, ambao yule mtu amefungwa mahali ambapo utaona wenzako ambao ni watoto wachanga ama marafiki zako wanaingia kwenye ndoa, wanaingia kwenye biashara, lakini kwa sababu wewe mwenyewe umefungwa mahali pamoja, umefungwa kwenye mlango, mahali ambapo watu wanaingia na kutoka. Unaona rafiki yako ameingia kwenye ndoa, anaolewa ama anaoa. Unaona mwenzako anapata biashara na tajirika. Unaona mwenzako anajenga nyumba, lakini kwa sababu wewe umefungwa kwenye mlango, una uwezo wa kuona lakini hauwezi na wewe mwenyewe ukafanya nini? Hauwezi na wewe mwenyewe ukaingia kwa sababu umefungwa kwenye ule mlango. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu aliyefungwa unaweza ukataka kumsaidia, ukataka umpee pesa, ukataka ainuke kama wewe, ukampea 1,000,000 ukamwambia ndio ufanyie biashara, lakini kama amefungwa asiingie kwenye biashara, utakuwa uwezi ukamsaidia yule mtu. Yule punda kwa sababu alikuwa amefungwa kwenye mlango wa kuingia kwenye kijiji, alikuwa anaona watu wanaingia kwenye mji, wanafanya biashara, wanaolewa, wanapata waume, wanapata wake, lakini yule punda kwa sababu alikuwa amefungwa, alikuwa anabakia pale pale. Lakini pia kuna kitu kingine ambacho Yesu anakieleza hapa. Anasema mtampata punda asiyepandwa na mtu yeyote kwenye maisha yake. Kawaida ya punda ni kwamba kazi yake ni kubeba mizigo, lakini yule punda kwa sababu alikuwa amefungwa mahali pamoja, hakuwa ameweza kufanya ile assignment yake. Kuna watu ambao kwa sababu amefungwa mahali pamoja, ile kazi ambayo Yesu aliwaleta hapa duniani kuifanya, ile kazi ambayo Yesu aliweka ndani yao, ile biashara ama ile ndoa, hawajaweza kuifanya, hawajaweza kufanya chochote kwa sababu wamefungwa mahali pamoja, hawezi kupiga hatua. Hivyo basi inakuwa ile assignment ambayo Yesu alikupea unabakia kwamba hujaifanya. Maandiko yanasema ya kwamba Yesu anawaambia mtakapofika kwenye ule mji, mtampata punda ambaye hajapandwa na mtu, yaani hajafanya kazi yake ile ambayo aliletwa hapa duniani kufanya. Hajawahi kupata pesa kwa sababu hajaenda kazini, kwa sababu hajabeba ile mizigo, hakuna pesa ambayo imepatikana. Mtampata mwanapunda ambaye amefungwa na hajawahi kubeba mzigo.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu anasema hivi kwenye ule mstari wa pili, akawaambia enendeni mpaka kijiji kile kinachowakabili, na katika kuingia ndani yake, mara mtamwona mwanapunda amefungwa, asiyepandwa na mtu bado. Mfungueni mkamlete, na mtu akiwaambia, mbona mnafanya hivi? Semeni, Bwana anamhitaji, na mara atamrudisha tena hapa. Maandiko yasema ya kwamba Yesu akawaambia, mkienda mpate yule punda, endeni mkamfungue, na kama mtu akiwauliza kwa nini mnamfungua huyu punda, huyo mtu mwambieni, kwa sababu Bwana anamhitaji. Sababu kwa nini Yesu anataka ufunguliwe kutoka kwa vifungo zako ni kwa sababu Yesu anakuhitaji ili akapate kukutumia kwenye ile assignment alikuleta hapa duniani kuifanya. Kwa nini Yesu anataka ile mizigo mizito uliyobebeshwa ikapate kutoka mabegani mwako? Maana maandiko yanasema, tena itakuwa katika siku hiyo mzigo wako utaondoka mabegani mwako na nira yako shingoni mwako, nao nira itaharibiwa kwa sababu ya kutiwa mafuta. Kwa nini Yesu amemtia mtu mafuta? Ili akapate kukufungua, ili akapate kuvunja nira ambazo zimefunga shingo yako. Hauwezi ukangeuka, hauwezi ukaenda popote, kwa sababu anakuhitaji ukamfanyie kazi yake. Kusoma kwenye kile kitabu cha Mathayo, kitabu cha Mathayo 11:28 mpaka 30. Maandiko yanasema, njooni kwangu wenye msumbukao na wenye kulemewa na mizigo mizito, nami nitawapumzisha. Yesu anasema, kwa maana mzigo wangu ni mwepesi na nira yangu ni laini. Ukija kwa Yesu si eti kwamba ana mzigo wake wa kukubebesha. Yesu atakubebesha mzigo, lakini tofauti ya mzigo wa Yesu na mzigo wa shetani ni kwamba mzigo wa Yesu unabebeka, lakini mzigo wa shetani akikubebesha hauwezi ukaenda popote. Yesu anawaambia mitume wake, mkifika pale mtampata mwanapunda amefungwa, endeni mkamfungue, na mtu akiwauliza mwambieni, kwa sababu Bwana anamhitaji. Bwana anamhitaji ili kwamba akafanye hiyo biashara. Bwana anamhitaji ili akahubiri Injili. Bwana anamhitaji ili akapate kuokoa watu wakuwe daktari. Bwana anamhitaji ili akapate kuwa tajiri, akapate kuwa mtu ambaye atasaidia watu. Ili Yesu aone sababu ya kukuokoa, ili Yesu aone sababu ya kukomboa, lazima na wewe uonyeshe dalili za kufanya kazi yake, uonyeshe dalili ya kumtumaini Yesu, uonyeshe dalili ya kubeba mizigo yake, uonyeshe dalili ya kwamba baada ya kuwa umefunguliwa utamfanyia Yesu nini. Ndio maana nilitangulia kusema kwamba watu wengi wanamuomba Yesu kuhusiana na shida zao, wanamwambia Yesu nifanyie hiki, Yesu nifanyie hiki, lakini hawajawahi kumuuliza Yesu, unataka na mimi nikufanyie nini? Unataka Yesu nikubebe nikupeleke wapi? Unataka Yesu nikufanyie nini? Hiyo ndio swali ambao kila mtu anafaa kuwa anajiuliza kwenye maisha yake. Kwa nini Yesu anakufungua? Maana kama hakutakuwa na sababu ya Yesu kufungua, utabakia kuwa mfungwa. Kuna watu ambao leo hii ni wafungwa kwa sababu Yesu hajaona sababu ya kuwafungua. Lakini kama ukimwonyesha Yesu kwa nini unafaa kufunguliwa, Yesu atakufungua, maana atajua kwamba baada ya kuwa amekufungua, utambeba, utampeleka Yerusalemu, utambeba, utampeleka kwenye utampeleka kwa watu waliofungwa, utampeleka hospitalini ukafungue watu, utambeba Yesu ukampeleke kwa orphans, watu wanaoteseka. Utambeba Yesu ukampeleke kwa wangoja, kwa wafungwa. Kwa nini Yesu anakufungua? Kwa nini Yesu anakufungua? Ndio swali ambayo inafaa kuwa kwenye akili zako. Maana najua unahitaji kufunguliwa, ndio. Unataka utoke kwenye mlango, mahali ambapo unaona watu wanaingia kwenye ndoa, kwenye biashara, mahali ambapo unaona watu wanaingia kwenye hatima zao, lakini wewe hauingii. Unataka utoke pale, hata wewe mwenyewe uingie kwenye ndoa. Unataka hata wewe uingie kwenye biashara. Unataka hata wewe ufanye makubwa kama wengine. Lakini kwa nini Yesu akufungue? Ndio swali ambalo unafaa